Ninashukuru taasisi ambayo imeandaa jambo hili na liko kwa wakati mwafaka. Niko mbele yenu kuzungumza na ninyi viongozi wa dini. Mimi ninavyojua, nimelelewa pia kwenye dini. Ninavyojua viongozi wa dini ni muhimili mkubwa sana kwenye masuala ya amani. Na ninyi viongozi wa dini, jukumu lenu kubwa ni kutibu majeraha ya ndani. Ni kuleta amani ambayo inaanzia moyoni. Na sisi jeshi la polisi, kazi yetu ni kutibu yale ambayo tunayaona yako kwa nje. Lakini ninyi mna uwezo wa kuona na kutibu kwa ndani. Na mimi nilivyolelewa kwa dini yangu, ninaamini kabisa uovu unaanzia moyoni, unaanzia ndani. Kwa hiyo nyinyi mna jukumu kubwa la kumtengeneza mtu wa ndani ili asifanye uovu ambao ndo sisi sasa jeshi la polisi tutajikuta tunatumia silaha mbalimbali kuweza kuzuia. Lakini ninyi Mungu amewapa silaha kubwa sana ambayo kwa dini mbalimbali, Uislamu mnatumia Qur'ani na Wakristo wanatumia Biblia takatifu. Hii kwenu ninyi ni silaha kubwa sana ya kuwatengeneza watu wakawa wema, watu wakathamini amani. Tunajua wote tunakwenda kwenye shughuli ambayo ni kubwa ya kitaifa. Na hili jambo kwetu sisi wala si jambo ambalo limetokea ghafla tu. Lipo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inajulikana wazi kwamba kila baada ya miaka 5 lazima ufanyike uchaguzi mkuu. Hivyo kama jeshi la polisi, hasa mkoa wa Lindi, sisi tumekwisha jipanga muda mrefu sana. Lakini ninaamini hata ninyi mmejipanga muda mrefu, kwa sababu hili jambo si la kushtukiza. Ninaamini mmekuwa mabalozi wazuri wa kulizungumzia jambo hili na hasa kuitunza amani. Ndugu zangu viongozi wa dini, waheshimiwa, amani ikiondoka, kukiwepo na vurugu, machafuko, hakuna anayeweza kutoka. Hakuna atakayepata nafasi ya kwenda msikitini, kwenda kufanya hazana. Hakuna mchungaji ambaye anaweza kwenda kusimama akazungumza kama amani haitakuwepo. Kwa hiyo ninawaomba viongozi wa dini, mtambue hilo ya kwamba ninyi ni muhimili mkubwa sana wa kuihubiri amani na kuwafanya waumini waitunze amani. Sasa hivi katika taifa letu kuna vitu vichache vinaendelea, na kwa sababu waandishi wa habari wako hapa, naomba niseme hili. Kuna mambo yanaendelea katika mitandao ya kijamii, na katika masuala hayo ukiangalia mengi ya sura ya kwanza ni sura ya upotoshaji, sura ya pili ni sura ya chuki na ubinafsi. Ndio vinavyoendelea: upotoshaji, chuki na ubinafsi. Niliangalia mtu mmoja alikuwa anagombea nafasi, lakini kwa baadaye ikatokea bahati mbaya ile nafasi ya kuipata. Lakini nikaenda kuangalia rekodi za ule mtu, nikagundua huyu mtu alishakuwa mbunge kwa awamu 4. Miaka mingapi? 20. Miaka mingapi? 20. Lakini sasa hivi jimbo hilo limeamua kumpitisha mtu mwingine agombee na sio yeye. Yeye baada ya kuona hivyo ikabidi atoke aende kwenye chama kingine. Kwa nini ametoka? Ni mambo mawili tu. Moja ni ubinafsi. Ubinafsi. Angebaki kama mbunge pale, angeendelea kuzungumza mema. Ubinafsi. Hivyo miaka 20 na watu wako wamesema hatukutaki tena, haitoshi. Ungepaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 20 jimbo hilo na watu wengi. Lakini kingine ni chuki. Ni chuki. Anamchukia yule aliyopitishwa. Leo ukiangalia, na anasema waandishi wa habari msikie, ukiangalia leo
mtu yeyote anayekuambia usiende kupiga kura ni mtu ambaye sura yake haipo kwenye karatasi ya kura. Maana yake ni chuki. Sura yake ingekuwepo, angekuambia amka saa 11 asubuhi ukapige kura, kama sura ingekuwepo. Sasa nchi hii tunaandaa viongozi wa namna gani? Kwa hiyo kwa sababu wewe sio imamu wa msikiti, unaambia watu wasiende kuswali? Tumefika hatua hiyo? Kwa sababu umeondolewa kwenye uchungaji, unaambia watu wasiende kanisani? Hicho ni kiwango cha juu sana cha chuki. Angalia mtu wote anayezungumza. Nimefanya assessment ya watu wote wanaozungumza. Namba 1, alikosa nafasi. Namba 2, chuki. Kwa hiyo alitaka siku zote awe yeye tu. Mwenzake amepata, roho inamuuma. Jamani, riziki anaipanda Mwenyezi Mungu, sio wewe. Aliyepita ndio Mwenyezi Mungu amemridhia awepo. Kwa nilitaka niyazungumze haya, ni machache. Lakini umuhimu wa yote ni kwamba tutoke kwa wingi. Tutoke kwa wingi, twendeni tukapige kura. Hello, karibu sana Mashuka Safi TZ, tukuhudumie. Tuna mashuka mbalimbali ambayo ni pure cotton kutoka Uganda na Pakistan. Mashuka yetu ni kuanzia 15,000, lakini pia tuna maduveti ya aina mbalimbali kuanzia 30,000 mpaka 40,000. Tuna mito ya sebleni na chumbani, pajama za kike na za kiume, soft blankets, foronya za mito mbalimbali. Karibu sana Mashuka Safi Tanzania. Tunapatikana Mikocheni, mtaa wa Tuvikiwa. Tupigie kupitia 0715267461 au Instagram tunatumia Mashuka Safi Tanzania.